kwa Kahama katika kipindi cha karibuni hapa tumeshuhudia matukio mengi sana ya uporaji na ukabaji. Tumekuwa tukishirikiana na mamlaka mbalimbali hasa serikali za mitaa, na we Steve ni shuhuda na Jacqueline ni shuhuda. Tumekuwa tukiwatumia sana wenye vitu wa mitaa kwa ajili ya kuweza kufikisha ile elimu kwa vijana ambao wamekuwa wajishughulishi na shughuli yoyote, wamekuwa wakitarajia tu kufanya uhalifu ili kuendesha maisha yao. Na kwa mwaka 2026 nadhani sehemu kubwa sana ya kwetu katika maudhui hasa zile content kuweza kuwasaidia sana vijana kuweza kutambua zile fursa ambazo wanakuwa nazo katika maeneo yao. Mfano wakati wa kilimo, namna ambavyo wataweza kushiriki hata kutengeneza zile bustani ndogo ndogo, greenhouse katika maeneo yao, kuweza kupata kipato na kuendesha familia zao. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni mipango ya mwaka 2026 kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba vijana wanajikwamua zaidi katika uchumi. Kuna mdau amezungumzia na swala la barabara, miundombinu. Nadhani ukiangalia katika kalenda yetu, mipango yetu kazi, ni eneo ambalo tunalipa ukubwa sana. Kama unakumbuka mwaka 2025 Steve, tulikuwa na kampeni ya kuotesha miti barabarani. Ndio. Naikumbuka sana. Kwa hiyo kwa mwaka huu mamlaka nadhani kwa sababu mgodi tunaupeleka kwa wana na wana wenyewe ndio wenye mgodi wao, watupe nafasi tuweze kuisaidia sana jamii hasa kwenye upande wa miundombinu. Tunafahamu kuna baadhi ya maeneo imekuwa ni korofi sana, yani miundombinu ni korofi kwa muda wote. Kwa mfano maeneo ya Nyakato kule, lakini taarifa za Mwakitorio tunazo pia na maeneo mengine mengi. Mmekuwa mkishirikiana na sisi katika kuweza kutoa taarifa. Namba yetu ya simu iko wazi wakati wote, naomba Steve uitaje ili watu waweze kuijua na kuishika ili waweze kutupa taarifa pia pale ambapo tutakuwa tujawafikia ama nyakati ambazo zitakuwa sisi hatuna taarifa rasmi wakati huo. Watutumie tu taarifa, jamani huku kwetu kuna 1 2 3 tuweze kuwafikia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuifanya jamii yetu kuwa salama zaidi. Na kuna mdau aliuliziana kuhusiana na kipindi cha utamaduni. Tunafanya research. Of course muziki wa utamaduni kwa kanda ya Ziwa ni eneo zuri ambalo ni ajira kwa vijana. Na watu wamekuwa wakitengeneza pesa nyingi sana kupitia vipindi vya utamaduni na nyimbo za asili. Tunafahamu kuna wanamuziki kama kina Mwanakangwa, mwanamuziki pendwa kabisa kanda ya Ziwa, kuna Burubajas, yani wako wengi sana ambao kupitia muziki wa utamaduni wanafanya maisha yao. Sisi kama Gold FM na waahidi 2026 iweze kupita bure. Lazima tutakuwa na kipindi cha utamaduni ambacho kitakuwa ni kipindi bora sana katika ukanda huu wa Ziwa. Na kupitia kipindi hicho natamani sana kwa mwaka 2027 tukiketi kama hivi tuje kuwa tuna msanii ambaye ana maendeleo makubwa sana kupitia muziki wa utamaduni ambao umekuwa unapendwa sana katika ukanda huu. Of course nadhani naweza nikawa nimewajibu wale ambao walikuwa wanataka kupata majibu. Rafiki yetu Athmani yuko Kahama hapa. Anasema boss, naomba sana maeneo baadhi ya maeneo muendelee kuongeza zaidi usikivu. Na je, mna mpango gani kuongeza huo usikivu katika baadhi ya maeneo, akitaja marafiki zake wako nje ya kanda ya Ziwa, wengine wako Mwanza katikati ya mji. Anasema baadhi masikia, lakini baadhi ya maeneo kama hatusikiki. Athmani nataka kujua kuna rafiki zake wanataka kuwasiliana nao wape michongo kutoka Kahama, lakini hatuwagusi. Sawa, timu ya ufundi ipo kazini. Na kama unavyofahamu tunazo frequency nyingi tu ambazo mwaka huu tunakwenda kuziwasha. Tuna 8.5 kule Musoma Mara, nadhani mwaka huu inaweza ikawaka. Lakini tuna 102.1 Kigoma. Hapana shaka na tunaifanyia kazi kubwa sana iweze kuwaka. Watu wa Tabora wanayo frequency yao, lakini kwa sasa hivi tumekuwa tukilinki na 88.7. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo kweli tumekuwa tusikike kwa usikivu mzuri, lakini toka tarehe 22 mwezi wa 12 mafundi wako site na wana seti usikivu. Hapana shaka kila siku nadhani maeneo ya kusikika yanazidi kuongezeka, na si tu kanda ya Ziwa. Mpango wa kampuni ni kuweza kusikika katika ile miji mikubwa yote nchini Tanzania, ikiwemo Dodoma, ikiwemo jiji la Dar es Salaam kibiashara, Arusha, kwa ajili pia kuvutia wawekezaji katika eneo la kanda ya Ziwa ambalo limekuwa ni eneo la kiutalii. Kwa hiyo asiwe na shaka, tunamhakikishia kwamba kufikia mwaka 2027 kuna maeneo mengi yatafunguka kwa ajili ya usikivu. Mambo ndio yanazidi kwenye yale maeneo yote muhimu. Eneo la usikivu umezungumza kwamba ni eneo ambalo linafanywa kazi. Tuje kwenye slogan ya mwaka 2026, mgodi wa wana. Kwa nini mmeamua kuibrand kwa mgodi wa wana? Nini kimetokea? Mkawatoa kwa connect mwaka jana. Sasa hivi mmesema bana tumesha connect, ni mgodi wa wana. Moja kati ya kitu ambacho watu hawakifahamu ni namna ambavyo katika miaka 4 iliyopita tumeweza kufanya kazi na wadau ambao ni wana huko mtaani, si ndio? Tulijaribu kuji-engage nao, kuwa nao karibu, kuweza kuwashirikisha katika mambo mbalimbali, lakini si tukiwa ndani. Tuliweza kujimwambafai kupitia wao, tuliweza kutamba kupitia wao, lakini kwa mwaka 2026 Steve na Jacqueline na msikilizaji ambaye anasikiliza,
tunaamua sasa kurejesha kwa jamii. Maana hii redio sasa hivi itakuwa ni ya kwao. Maana wao wanaweza wakawa ni sehemu ya kupanga mipango yetu ya maendeleo, wakasikia kile ambacho wanakitaka wao, lakini pia tukawapa nafasi katika maeneo mengi ambayo naweza nikasema kwamba tulikuwa tunafanya wenyewe. Sasa tukawapa wao, sasa wakawa wanafanya. Mathalan, naweza nikasema katika project ambazo tunazo kwa mwaka 2026 utaona kwamba tunaanza kuwaita baadhi ya wadau kushiriki moja kwa moja kama sehemu ya kamati ama sehemu ya maandalizi. Project kubwa ambayo tunayo karibuni ni Huba Sukari ambayo inakwenda mwezi Februari. Project ambayo imekuwa tunaifanya sisi kama ndani, lakini mwaka huu unaona hata maandalizi yake sivyo yameanza kwa ukubwa. Tumekuwa tukianza kuwatumia baadhi ya watu nje, tunawaengage kuja ndani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kushiriki moja kwa moja. Lakini pili, mgodi wa wana tunajaribu kuiunganisha jamii, sawa na mamlaka husika. Mara ya kwanza ulikuwa unawasikia viongozi humu ndani tukiwafanyia interview kama hivi, lakini wakija wakiwa wanaelezea yale ya serikali wamefanya hivi, mamlaka zimesema hivi, taasisi zimefanya hivi. Mwaka huu utarajie sana kuwaona wana wakija kueleza yale ya kwao ambayo wanao kule mtaani. Na tunaposema wanao kule mtaani, pamoja na kuibua ajira mpya kwa vijana, kuweza kuwatambua wale ambao wamekuwa wakijituma na kuweza kufanya shughuli mbalimbali za kimaendeleo, tutawasikia wakiwa hawana mamlaka zozote katika jamii, tuweze kujua kile ambacho kinafanyika kwenye jamii zao. Yani sehemu zote ambazo unaona kabisa wana wanafanya shughuli zao, wana wanazalisha mali, wana wanafanya mambo yao, utaweza kuwasikia katika msimu wa 2026 kuelekea mwaka 2027. Hali kadhalika tumekuwa daraja kubwa sana katika michezo. Na hili nadhani nilizungumza pale mwanzo. Tumekuwa tukijipambanua kwa Gold FM Champions League ambayo imekuwa ikifanyika kila mwaka. Sasa kwa msimu wa 2026 Gold FM Champions League pia tutaiacha kwa wana. Umeelewa? Wana wenyewe watatuambia tufanye nini ili Champions League iweze kuwa tuweze kusema kwamba ni endelevu kwa kuweza kutoa ajira kwa vijana. Na katika msimu wa 2026 kupitia Gold FM Champions League nadhani tutaweza tufanye makubwa zaidi. Huenda tukafanya katika mikoa ile ambayo tunasikika kanda ya Ziwa, huenda tukatanua wigo zaidi tukafanya ikawa ni ya Tanzania nzima. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tunaweza kutumia pia kuwakabidhi wana mgodi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanatuandalia ile Gold FM Champions League. Lakini kwa upande wa music nadhani unafahamu sisi tunafanya kazi na burudani. Tunakuwa tunafanya burudani na kazi. Sasa katika upande wa music pia watarajia makubwa sana kupitia vipindi vyetu vya burudani kiwemo The Joint ambacho kimekuwa kifanya vizuri sana. Kipindi namba 1 cha burudani kwa ukanda huu wa Ziwa. Of course nafikiria ni kwamba mwaka huu kuna matukio makubwa sana ya burudani yanaweza kufanyika. Mwanzo nilisema natamani tunapoingia mwaka 2027 tuwe na msanii ambaye tukitoka tunasema hili ni zao la Gold FM. Hii inawezekana, na vijana wangu Clement the Hero pamoja na Jojo, lakini timu nzima ile ya burudani wameniahidi kwamba wameanza kufanya utafiti mdogo kuweza kusaka vipaji vikubwa ambavyo viko huko mitaani kwa ajili ya kuviunganisha katika mgodi wa wana kuweza kupata kile kitu ambacho tunakihitaji. Sawa sawa. Lakini tunazo project nyingi kwa mwaka 2026. Sawa. Nafahamu tunayo project ya Huba Sukari. Hatujakaa sawa mna hapa unashangaa mwanamke chuma hii hapa. Mwanamke chuma ya msimu huu itakuwa ni tofauti na zile ambazo tumezizoea. Mwanamke chuma itafanyika kwa ukubwa, lakini tutakwenda kuangazia mafanikio zaidi ya mwanamke katika jamii. Lakini Huba Sukari ni sehemu ya mahusiano. Tunaweza tukashangaa hapa tukapata kapu ambayo itakuwa ni gumzo katika jamii yetu. Kipindi cha Joto la Uba kimeweza kuwaunganisha watu wengi sana kuweza kupata mahusiano, lakini ndoa na familia zimejengwa kupitia Joto la Uba. Kwa hiyo nategemea kwa mwaka 2026 katika zile project ambazo tunakwenda kuzifanya, tutazifanya kwa ukubwa na kuhakikisha kwamba tunawakabidhi wana wenyewe. Wana ndio kama hao umesikia kiuliza maswali nataka kujua imekuwaje na nini. Toka tarehe 1 tulipoanza kucheza slogan ya mgodi wa wana, maswali yalikuwa mengi sana, lakini naamini sasa utakuwa nimewafumbua na kueleza kwamba wana tumewakabidhi mgodi rasmi leo, na chochote unachokisikiliza kupitia Gold FM kimechakatwa na nyinyi wana bila kuchakatwa na watangazaji peke yake.